Ungeuziwa ndoto ya mapinduzi kwa bei ya usaliti, ungekubali? Hii ni hadithi ya kiongozi kijana aliyewakilisha matumaini ya watu weusi na msaliti aliyemwangusha. Leo tunaingia ndani ya Judas and the Black Messiah, filamu iliyofunza kuwa sio kila unayekula naye ni rafiki yako. Mwaka 1968 ndani ya Chicago, Marekani, Fred Hampton Daniel Kaluuya ni kiongozi mwenye nguvu wa Black Panther Party. Jamaa anapendwa na watu, anaongea kama Martin Luther King, ana msimamo mkali kama Malcolm X, na ana ndoto ya kuunganisha watu weusi dhidi ya ukandamizaji wa polisi na serikali, lakini FBI wanaona huyu jamaa kama tishio kubwa kwao. Sasa hapa ndipo tunakutana na William O'Neal, Lakeith Stanfield, kijana mdogo aliyekamatwa kwa wizi wa gari. FBI kamwekea mtego, utatumikia muda mrefu jela ama utufanyie kazi yetu. Wakamgeuza kuwa jasusi, wakampa kazi ya kupenya Black Panther na kutoa taarifa kuhusu Hampton. Jamaa akakubali. O'Neal anajifanya mfuasi mwaminifu Hampton, lakini nyuma ya pazia anawapa FBI kila kitu. Hampton anashika kasi, anafanya hotuba za nguvu, anaunda muungano wa makundi tofauti na kupinga serikali, anawapatia chakula watoto wa shule. FBI wanazidi kuona huyu jamaa hawezi kuzimwa kwa maneno. Na kama haitoshi, FBI wanamwekea Hampton mtego wa kesi ya wizi. Wanadai alichangia pesa kwa wizi wa dola 71 wa barafu ice cream. Serikali inaogopa nguvu yake, inatumia njia yoyote kumzuia. Matokeo anapewa kifungo cha miaka 2 jela. Baada ya miezi kadhaa kupita, Hampton anaachiwa kwa dhamana, lakini FBI tayari wameamua huyu jamaa hawezi kuachiwa, aendelee kupambana nao. Wanafanya mpango wa mwisho wa kumwangamiza. FBI inapata taarifa kuwa Hampton atakuwa nyumbani kwake usiku mmoja. Wanamtumia O'Neal ampe dawa ya kumlevya kwenye kinywaji chake. Usiku huo polisi wanavamia nyumba hiyo kwa nguvu, wakimimina risasi kama wako vitani. Hampton akiwa amelala kwenye kitanda chake hajitambui, anauawa kikatili. Mwili wake haukuamka tena. Risasi zikamaliza ndoto zake, na huo ndo ukawa mwisho wa Hampton. Baada ya mauaji, O'Neal anaendelea kuishi na hatia ya usaliti huo, lakini hatimaye baada ya miaka kadhaa anafanya mahojiano kwenye documentary kuhusu Black Panther, na muda mfupi baada ya documentary hiyo kuachiwa, jamaa anajiua. Judas and the Black Messiah ni zaidi ya filamu, ni onyo. Inaonyesha jinsi serikali inavyowatumia watu weusi wenyewe kuwaangusha vuguvugu la ukombozi. Je, unafikiri O'Neal alistahili msamaha kwa alichokifanya au alikuwa msaliti wa kweli? Tuambie kwenye comment. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa review kali zaidi.